Wakili mwenye ataweza kutusaidia kuelewa sheria inasema nini kuhusu STBB. Kwanza STBB ni nini? Tuweze kuelewa hiyo ni nini na kwenye sasa the law route yenye tunaweza fuata tukiwa na research issues in our community. Alafu tuko na psychologist mwenye pia anaweza tuelewa kwa sababu zingine pia labda ni shida ya mind. Watu wako na stress na ajui venye anaweza toa hiyo stress. Anaona nikikasirika the only thing naweza fanya nipate mwenzangu nipate kupanga. Lakini tunaweza saidiaje hapo? Habari ya asubuhi. Vile mmeambiwa naitwa Benta. Mimi ni wakili. Nafanya kazi kwa farm yenye inaitwa Triple OK Law. Na pia mimi ni mwanafunzi wa masters, nafanya sexual and reproductive rights. Ndio maana leo niko hapa kuongea na nyinyi kuhusu gender based violence na karibu. Kama uko na swali wakati ninaongea, feel free to just raise your hand. Nitakuona na nitajibu swali lako. Tutaongelea mambo mawili leo. Kuna sexual violence na kuna gender based violence. So sexual violence ni kwa Kiswahili tunaita dhulma ya kimapenzi. Dhulma ya kimapenzi ni wakati ambapo mtu ana engage ama analazimisha mwenzake ama analazimishwa kushiriki katika mambo ya ngono. Hizi acts zinaweza kuwa si zile express like kushiriki ngono directly. Inaweza kuwa mtu anakuguza kwa your private parts or kwa njia ambayo wewe hauko comfortable nayo. Inaweza kuwa mtu anatumia maneno ama phrases zenye zinakumeka uncomfortable, zenye zinaongelea mambo ya ngono. So katika sheria wakati ambapo vile nilikuwa nimeelezea initially, mtu akikufanyia kitendo cha ngono bila idhini yako, hiyo inakuwa sexual violence. Then kuna types of crimes zenye zinakuwa there are various types of sexual offenses. Hizo ni crimes sasa za sexual violence. Ya kwanza ni rape. Rape vile tumeelezea ni wakati ambapo mtu anashiriki vitendo vya ngono bila idhini yako. Then there is sexual assault. Assault inaweza kuwa si expressly ku engage in sex ama kushiriki katika tendo la ngono. Inaweza kuwa mtu amekuguza ama ameongea ama amefanya tendo ambalo ni linakukera. So then kuna defilement. Defilement hutokezea sana kwa watoto wadogo, na tunajua katika sheria watoto ambao wako below the age of 18 hawawezi kupeana consent ya kushiriki katika mambo ya ngono. So wakati mtu anashiriki katika tendo la ngono na watoto wadogo, we call that defilement in law. And then kuna compelled, wakati mtu anakulazimisha kufanya vitu ambavyo wewe hutaki. Hiyo inakuwa another crime altogether. Then kuna gang rape ambayo ni wakati kikundi cha watu kinamlazimisha mtu kushiriki mambo ya ngono. Then kuna kulazimisha watoto wadogo kuona mambo ya maybe pornography. Najua tunaelewa what pornography is. Hiyo pia ni imekataliwa katika sheria. Then kuna child prostitution, wakati ambapo unamlipa mtoto mdogo kushiriki ngono na wewe ama kushiriki ngono na mtu mwingine ili kujifaidi financially ama kupata pesa from kitendo hicho. Kwa hayo mambo yote kuna kitu moja ambayo tunafaa kuelewa, and it's the main thing yenye ina lead to rape. Tumesema wakati mtu anakulazimisha ama wakati unalazimisha mtoto ama mtu mwingine kushiriki, kuna kitu kimoja ambacho kinakuwa kimekosa, ni consent ama idhini. Lazima ukuwe na idhini ya mtu kufanya kitu fulani, si ndio? So wakati ambapo unalazimisha mtu kufanya kitu, inamaanisha hajakupatia idhini ama hajakuruhusu kufanya hivyo. So nataka tuelewe kwanza consent ni nini.
Consent ama idhini ni wakati mtu anakubali expressly, anakwambia ndio. So kama tuseme mwenzako anataka kushiriki katika tendo la ngono, lazima upate idhini yenye ni express kutoka kwa mwenzako. Ukiuliza mtu kama anataka kushiriki ngono na wewe akatae, ama umpatie pesa, you use things to blackmail them, ama umwambie utaham familia yake ama marafiki zake, hiyo itakuwa idhini kweli? Will that be consent? Consent inafaa ipeanwe freely and without coercion. Ikiwa uko na mpenzi wako and then mumeenda mkalewa hivyo, kama unakunywa pombe and then murudi kwa nyumba, mwenzako ako wasted, ako very drunk, and then unataka kushiriki ngono, so you decide uamue kufanya tendo hilo mwenzako akiwa katika hiyo state ya ulevi. Will that be construed as consent? Hiyo ni idhini. Utakuwa umepata idhini kisawasawa. Kwa nini? Sorry? Angelewa. Kwa hivyo inamaanisha ajielewi, hawezi akakupatia ruhusa ya, kwa sababu akili yake ama mwili wake uko incapacitated. Then upate mtoto mdogo hapo nje, umwambie unataka kushiriki tendo la ngono, aseme sawa, twende. Mtoto ako 10 years old and then you go uende ufanye tendo la ngono na yeye. Hiyo itakuwa consent. Vile ambavyo tumeelezea consent ni nini? Kwa nini? Kwa sababu umri wake haujafikia mahali ambapo yeye anaweza kupeana idhini ama consent. Ama ukiambia mtu kwamba mtu amekataa, hataki kushiriki katika tendo la ngono ama kuona pornography na wewe ama kuangalia picha ambazo umeprovide, and then unajua hana pesa, hana lunch, hana njia zingine za kupata their meal for the day, then umwambie if you agree, or ukisema ndio nitakupatia pesa fulani ushughulikie mahitaji yako, hiyo itakuwa consent. Amekubali, atachukua pesa, in return atashiriki tendo la ngono na wewe. Is that consent? Hiyo ni idhini? It doesn't work that way. Hauwezi ni kama kumdanganya ama kubribe mtu, kumcoerce, kumwambia, kumfanya akubali kitu ambacho yeye hataki, kwa sababu umempatia njia mbadala za kupata ichi, ama umeexploit weakness yake. Sawa? That will not be construed as consent. Hiyo si idhini. The next thing nataka tuangalie ni njia ambazo unafuata wakati umedhulumiwa kimapenzi, ama wakati rafiki yako ama familia ama mtu ambaye unamjua amedhulumiwa kimapenzi. What do you do? How do you go about it? Mnakaa nyumbani, mnasolve maneno kifamilia? Najua some of us wanaweza kuwa wameathiriwa kwa njia moja ama nyingine kwa hizi offenses zenye tunaongelea leo, na sijui kama kuna mtu ambaye angetaka kutuambia in case it happens to you ama ifanyikie mtu ambaye unajua, what do you think you should do? Unafaa kufanya nini? Kutoka hapo ndio sasa unachukua hatua, umpeleke kwa police station, mwanze kufuatilia hiyo maneno sasa. Exactly. Unafaa kufanya ni kumpeleka, ama wewe mwenyewe kama ni wewe umeathiriwa, ni kwenda katika kituo cha afya ama hospitali, so that utibiwe, ufanyiwe test, upewe madawa kama ya kukinga from kupata HIV and AIDS ama sexually transmitted diseases zenye labda mtu ambaye ameperpetrate crime against you anaweza kuwa nazo. Then pia kwenda hospitali na kusaidia kupata ile evidence ya kitendo hicho, kukusaidia kuchukua hatua ya kisheria. Then jambo la pili, ukishaenda hospitali unafaa kupatiwa form yenye una fill that information, and then hiyo form ndio unaenda nayo kwa kituo cha polisi, then una report huko katika kituo cha polisi, unapewa
OB number and then kesi yako itaendelea kotini. So kuna jambo moja nataka kuambia, kusuluhisha criminal offenses kama rape, defilement ni illegal, haikubaliki kisheria kusuluhisha mambo haya nyumbani. Ile kwamba chief anakwambia sasa tunaweza keti chini tujadiliane, tusameheane, haikubaliki kisheria. Ikiwa wewe ama mtu ambaye ako karibu na wewe amekuwa affected in one way or another with this easy offenses, unafaa kuripoti katika kituo cha polisi. And then kuna mashirika mengi ambayo yanajihusisha na mambo haya, kama hizi mashirika ambayo yako hapa leo. Najua they have community, wako na maofisi ya community karibu hapa. So ikiwa umekuwa affected, you can go there and report, ama uende kwa kituo cha polisi. Pia kuna commission ya human rights ambayo wako na maofisi town. If haupati usaidizi, unaweza enda huko. Then kuna shirika la mawakili inaitwa FIDA, wanawake mawakili wa Kenya, pia wanapeana free legal advice na representation ikiwa haupati usaidizi katika hizi ofisi ambazo tumesema za serikali. Unakuta watoto wanasema mami aliniambia nisiwaambie mtu, na dadi aliniambia sitaambia mtu, nitamuua, atamuua ama hatamsomesa. So huyu mtoto unakuta, for example, hii ni kesi ilifanyika mtoto akiwa 9 years. Sasa hivi mtoto amefanya class 8. Na sasa huyu mtoto hajawahi pata haki yake, kwa maana mtoto alienda akaongea na Luka na shosho, isipokuwa shosho alipasa. Sasa ile mtoto alianza kufuatilia hii case apate haki yake, aliambiwa na mama yake usiwahi weka baba yako ndani. Sasa ile anafikiria kwenda kutafuta usaidizi, anasikia sauti ya mama yake ikimwelezea usiweke baba yako ndani. So it's becoming very difficult, and especially for women. I'm talking to the women. Kwa maana women tuko na challenge. Ukitaka kuprotect ile, the way you are telling them, ukijaribu kuprotect ile maisha ya marriage yako, lakini umedestroy maisha ya huyu mtoto. Kwa hivyo ikifika hapo, hakuna pahali huyu mtoto hawezi kwenda extend ili kesi yake isikike, kwa maana hata evidence ilifichwa. Na sasa wasasi wawili wameshikana, ama jamii imeshikana, huyu mtoto hawezi saidika in any other way. My curiosity question is, as a lawyer, wewe unaweza kamia wapi ama unaweza kujia wapi ule mtoto hasaidiwi kwa jamii, ama mtu asikii sauti ya kilio ama yani ili anataka ili akuwe kusaidika na akuwe protected na apate masomo anastahili na maisha yake iendelee. Sijui kama umesikia. Thank you. So kitu ya kwanza kwa criminal offenses, mtu ambaye ana complain ni serikali. So wakati serikali ndio complainant, serikali inafaa kufanya, ndio imepewa hilo jukumu la kufanya investigation na ku get all the evidence ambayo inastahili. And then secondly, kuna program ambayo iko kwa the government yenye ni ya ku protect children in need of care and protection, where mtoto kama huyo ambaye sasa anaogopa maybe akisema akimripoti babake hatakubaliwa kurudi nyumbani ama hatalipiwa fees na mambo kama hayo, serikali iko na ways ambazo if they go to court ina declare kwamba mtoto ni mtoto ambaye anahitaji kukuwa protected na kukuwa taken care of by the state. And then they wanapelekwa kwa some of them are taken to children homes, and then kuna wengine ambao kuna vituo specific ambavyo wanapeleka watoto kama hao, na wataweza kuendelea na masomo yao na wanaweza kupata the psychological help yenye wanataka on the government. Ni services ambazo government ina provide. So mtoto kama huyo, the best advice ni apelekwe report katika kituo cha polisi, and then wakati ambapo anaenda kotini ataambia koti their situation. They will explain their state to the situation, and then magistrate ama judge ambaye anadeal na hiyo matter atawadeclare kwamba ni mtoto ambaye anahitaji care and protection from the state, and then from there the state will take over their responsibilities, and then hawatakuwa na hiyo wasiwasi kwamba fee yao haitalipwa ama watapata mahali pa kuishi and
and all that. That is usually how the state takes care of it. Yes, alafu niongeza kidogo tu tena, as you're going kwa polisi, kuna kwanga na child protection offices. Sijui kama mmesikia kuhusu children officer. Kuna kwanga na children officer mahali Mathare. Na children officer ni ofisa wa serikali, na kazi ya children officer ni kuensure that watoto wenye wote wako katika hili eneo wamechungwa, so that kukiwa na shida kama hiyo, mkienda kwa polisi, hata mnaenda kwa children officer mkole, mtoto pali yako hayuko safe, na hayuko safe because hili limetendeka na maisha yake inakuwa threatened that akisema hili limetendeka, hii ingine kitafanyika. So mkiwa hapo na children officer pia yeye kazi yake ataweza kurudi nyumbani, aangalie, ajue hii ndio shida, na mnaweza tembea na yeye ndio atakuwa pia yeye kwanza ndo anakuja kwa koti kumwambia ni ukweli huyu mtoto hii na hii inaendelea, na huyu mtoto hawezi kaa hapa, itabidi tumweke in such a space ndio aweze kuchungwa na tuendelee na kesi yake, kwa sababu akiendelea kukaa pale haiendelee tu kudhulumiwa kimapenzi, lakini pia mental health yake tunaona iko na shida. So I would advise tuweze kujua, labda nitauliza wenzetu wa Shofco hapa around kujua children officer ni nani, because mkienda kwa gender office kwa Shofco, yes, mnaweza saidika na gender office, pia wako na the link na kwa the police na the children officer, ndio mnaweza kulink up, ndio hao watoto pia waweze kusaidika. Kwa sababu wenye nimesema saa zingine ni ile tu na pia I think ni kitu ya Kiafrika, hatutaki kuongea, hatutaki ati ni aibu ndogo ndogo, hatutaki, lakini si aibu ndogo ndogo, kwa sababu ilifanyika ni ukweli na hatutaki ifanyike. Lakini sasa tukifinilia chini huko mbele, unakuja alafu unashanga nini mtoto wangu anakuwa hivi, na kumbe ni zile vitu zenye tulienda tukafinilia, kwa sababu anafikiria inafika point labda hata anajiuliza kweli niliimagine ama ni nini inafanyika. Lakini wacha tuchunge watoto wetu.